mwa parokia hii ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Mbezi Beach, lakini zaidi sana hawa wapendwa wetu 200 waimarishwa ambao wateja wa siku hii ya leo, na nyote waamini na wote waliojumuika humu. Kristo tumaini letu. Basi ndugu zangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee leo hii tunapoadhimisha Dominika ya Kupaa Bwana wetu Yesu Kristo, na hapo sakramenti ya kipaimara kwa hawa waamini 200 kama baba paroko alivyotambulisha. Kwetu ni kama tunaanza kuionja Pentekoste. Ndio maana baba paroko alimwambia sista, ile mishumaa tunayoiwasha siku baada ya siku kwenye novena, leo iwashwe yote. Hapo naona kuna miwili imekataa, lakini kuonyesha kwamba leo hii tunaanza kuonja ile hamu ya Pentekoste. Na leo ni kiparadi, na kimsingi ingeadhimishwa Alhamisi. Inamaanisha, na ndiyo Injili Luka ambaye ameandika Injili ya Luka pamoja na kitabu cha Matendo ya Mitume anavyotupa maelezo hayo. Ndio maana somo lile la kwanza tulisikia anasema anamwandikia Mheshimiwa Theofilo, na anataja habari kwamba kitabu cha kwanza aliandika matendo yote ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa kitabu cha pili anaandaa kuwapa habari za matendo ya kanisa, matendo ya mitume. Hivyo basi Luka anamwandikia Theofilo. Theofilo ni jina la Kigiriki ambalo Theo ni Mungu na Philo ni kupenda. Kwa hiyo anamwandikia mpenda Mungu, nasi sote tuwapenda Mungu. Ndiyo maana ujumbe huu unatufaa sana. Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kupitia fumbo kubwa la kwanza kufanyika mtu, ndio tulioadhimisha Christmas, lakini tukaingia kwenye Karisma, kuingia kwenye mateso, na kwenye Juma Kuu, fumbo zima la kuteswa, kufa, kufufuka. Sasa anarudi kwa Baba kwa ajili ya kurudi kwenye utukufu wake, lakini pia kama mshindi ambaye ametukomboa kutoka dhambi, ametutoa mautini. Kwa hiyo anarudi kwa Baba, anaketishwa upande wa kuume wa Mwenyezi Mungu na kuwa Bwana na Masiha. Luka ndiye anayetutajia siku 40, lakini neno 40 kwa desturi za Kiyahudi au za Kibibilia inamaanisha siku nyingi kidogo, siku zinazotosha, kama vile tunapofanya siku 40 za kufunga Kwaresma, siku zinazotosha kujiandaa kiroho. Hivyo pia hizi siku 40 baada ya Yesu Kristo kufufuka, alikuwa anawatokea wafuasi wake hapa na pale. Zilipokamilika, ndiyo sasa akatokea mara ya mwisho kuwaaga na akachukuliwa juu mawinguni, akafanywa kuwa Bwana na Masiha. Ndugu zangu, tukio la kupaa kwenye Agano la Kale kuna matukio kadhaa, si mengi, machache kama 3 hivi, ambapo pia kuna wajumbe ambao walipaa au kuinuliwa au kutwaliwa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya ya 24 tunapata mtu anaitwa Ano, au Biblia yetu wamemwita Henoko. Huyu alichukuliwa juu mbinguni. Lakini kusoma kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 2 aya ya 11 kuna yule nabii maalum sana, Eliya. Huyu
Lakini pia malaika Rafaeli, soma Tobiti sura 12 aya ya 20, alipomsindikiza yule na kumtoa kwenye majonzi yake, shida zake kumponyesha, naye anapaa kwa Baba. Kwa hiyo kulikuwa na tukio la kupaa katika Agano la Kale, ila Kristo sasa kama ukamilisho wa mifanano yote hiyo anapaa mbinguni akiwa amefanya kazi kubwa sana. Lakini kama tulivyosikia Dominika iliyopita, anasema sitawaacha yatima, mtawatumia mfariji, msaidizi. Hapa anawaambia kwamba atawatumia huyo awasaidie. Ndiyo maana asema bakini Yerusalemu, msitoke Yerusalemu, tulieni zile siku 10. Ndiyo maana siku 9 tunasukumia kwa novena, ndiyo iliyokuwa novena ya kwanza. Mama Bikira Maria na wanafunzi wakisali wakingojea Roho Mtakatifu, anasema rudini, ngojeni ahadi ya Baba, yaani kupokea ubatizo wa Roho, kufanywa wapya, kupokea umisionari na utume wa ushuhuda. Anawaambia mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya dunia. Ndiyo alipotoa maagizo hayo, akainuliwa, akapokelewa mbinguni au akapokelewa mawinguni na kutukuzwa katika utukufu wa Mungu. Nakumbuka zamani, kabla ya marekebisho ya kiliturujia yaliyofanywa na mtaguso wa pili wa Vatikano, ilikuwa tu padri akeshamaliza Injili kama alivyomaliza hapa tukumaliza hivi, cha kwanza alikuwa anauelekea mshumaa wa Pasaka anauzima, kuashiria kwamba uwepo na utendaji wa Yesu kimwili unakoma. Lakini kiukweli kupaa kwake sio hitimisho kamili, bali ni maandalizi yanayofungua kipindi au nyakati mpya za wanafunzi wake kuendelea na kazi yake bila yeye kuwepo kimwili. Ndiyo maana malaika anawatokea wale wa Galilaya, anawaambia mbona mnabaki mnatazama juu? Anawaambia wasibaki tu kuzubaa kutazama juu mawinguni, bali wajiandae kwanza kazi hiyo ya ushuhuda, maana alivyopanda alivyopaa ndivyo atakapokuja. Na kwa hiyo inafungua kipindi cha utendaji wa kanisa, ambapo Luka sasa anapoandika kitabu chake anakiita Matendo ya Mitume. Kazi ya mitume ni kazi ya kanisa, lakini ukisoma sana staili ya Luka, kila neno, kila tendo linaongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo nguvu endeshi ya kanisa ambalo Kristo ameliacha duniani liendelee, nguvu endeshi ni Roho Mtakatifu. Kupaa Bwana si kuondoka kabisa, bali ni mwanzo wa kipindi cha kanisa, kipindi cha umisionari chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Ni wakati wa kuwa mashahidi hadi miisho ya dunia. Ni kipindi cha utendaji wa mitume daima wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ila kabla ya hapo watulie, wasali, wajiandae kupokea Roho Mtakatifu, nguvu endeshi ya kanisa. Na ndiyo maana mshumaa wa Pasaka sasa hivi hauzimwi kwenye sikukuu au sherehe ya kupaa Bwana, bali unabaki na unawaka hadi Pentekoste. Na hata Pentekoste baada ya hapo kweli hauweki tena eneo la madhabahuni au karibu na altare, ila bado unaweza kutumika na unapaswa kutumika kwa matukio muhimu kama vile ubatizo. Kufanyika ubatizo, mshumaa wa Pasaka unawashwa na mwanga ule wanaopewa wabatizwa unawashwa kutoka mwanga wa Pasaka, au pia wakati wa
tumaini la ufufuko na matukio mengine hayo. Ndugu zangu, Roho ambaye hapo mwanzo Mungu alipoumba mbingu na dunia, tunaambiwa alitanda juu ya maji. Huyo ndiye atakayeshukia tena wafuasi ili kuzindua rasmi kipindi cha utume wa kanisa, kipindi cha uumbaji wa kanisa. Ndio maana mtaona Dominika inayofuata ya Pentekoste tunaita pia ni birthday ya kanisa, ili mitume wakija nguvu ya Roho Mtakatifu wawe nguzo ya kipindi cha kanisa, mashahidi wa mambo hayo. Kwenye Injili kadiri ya Mathayo tulivyosikia, maana ni mwaka A, Kristo mfufuka anawatuma wanafunzi wake kwenda kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake, akiwaahidi kubaki pamoja nao hadi utimilifu wa dahari, hadi mwisho wa nyakati. Tunaambiwa akawaambia, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na huu, ndugu zangu, ndiyo moyo au mtima wa kanisa. Maana kanisa si kanisa kama si la kimisionari. Kanisa si kanisa kama haliwezi kuinjilisha, na kama karama hizo zisingekuwepo, hili kanisa aliloliacha Bwana wetu Yesu Kristo liketokea tu kama kadhehebu au kasekti fulani pale Yerusalemu na kangekufa. Lakini umisionari ndiyo uliofungua milango siku ya Pentekoste, woga ukaisha, wakaingia kwenye mabarabara, wakaanza kuhubiri. Baada ya Stefano kuteswa, wakaondoka Yerusalemu kwenda sehemu nyingine, wakahubiri neno. Hadi sasa milenia kadhaa baadaye, neno hilo limefika kwetu, tunaliishi, na leo tuna sehemu ya matunda ya kazi hiyo. Vijana wetu 200 wanaoimarishwa. Nisema ni moyo wa kanisa hiyo, great mission, yani agizo kuu la kimisionari analolitoa Kristo. Kadhalika kwa sakramenti takatifu, hasa ya ubatizo na kipaimara, nasi sote tunatumwa ili kufundisha neno la Mungu kwa wote, kuwafanya wanafunzi wa Yesu na kuwabatiza katika jina la Utatu Mtakatifu. Siku hizi kumeibuka mambo ya watu wakiulizwa, watu wanasema majina yangu naitwa nini na nini, lakini kwenye Utatu Mtakatifu hatutumii neno majina. Katekisimu inaonya kabisa ni jina, ni moja tu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii mtu kusema majina yangu naitwa nini ni mambo yaliyotoka Kenya, sasa yameleta kasoro katika Kiswahili chetu. Ndugu zangu, sakramenti na waelekea ni waimarishwa. Najua tataja kwa pamoja, maana na hakika mnajua. Kama hamjui basi ni bahati mbaya. Sakramenti ziko ngapi? 7. Hebu zitajieni. Ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu, kitubio, mpako mtakatifu, daraja takatifu ya upadre, ndoa. Safi, mmepata vizuri sana. Sasa tuanze na sakramenti zile 3 za kwanza. Ubatizo, alafu nafuata kipaimara, alafu ekaristi takatifu. Hizo 3 zinaungamanika kabisa, zinategemeana, na ndizo zinamuingiza Mkristo katika ukamilifu wa jamii ya waamini. Siku moja parokia fulani, sitaitaja, nilipoenda parokia zenye vigango, kwa hiyo walimu wanaofundisha makatekista kule, kila kigango kina mkatekista wake. Siku hiyo kukatokea mzozano. Wanapoanza ubatizo, sakramenti ya kwanza watu wakasema nini? Ubatizo. Ilipofuata ya pili, ukaanza kutokea mikizano. Wengi wanasema kipaimara, lakini baadhi wanasema
Na kwa nini anakosea? Watoto wakajieleza, mimi mtoto nimebatizwa kama mtoto, alafu nilipokuwa mkubwa nikaanza mafundisho ya komunyo ya kwanza, na kabla ya komunyo ya kwanza nikaungama. Kwa hiyo ya pili ni ya upatanisho. Mwalimu yule hakuwa na pambana kuuliza, akawakubalia hivyo. Kwa hiyo wakaanza sasa, wanasema ubatizo, upatanisho. Alafu akasema baada ya hapo tulipata ekaristi. Kwa hiyo ekaristi kwa tatu. Alafu baada ya hapo tukakaa miaka kadhaa tukifundishwa, ndio tukapata kipaimara. Wakawa wamemshawishi mwalimu wao kwamba ndio mtiririko, na mwalimu kwa bahati mbaya akawakubalia bila hata kuuliza kwa walimu wenzake au kwa mapadri au kwa paroko. Basi nikawafafanulia, na pengine hata nyie inaweza ikawasaidia. Katekisimu imeweka mtiririko wa sakramenti hizo hapo mwanzo, katika maana kwamba zimewekwa kwa mtu akiwa anabatizwa akiwa mtu mzima, na zamani ndivyo kanisa lilibatiza watu, ni watu wazima waliobatizwa. Kwa hiyo mtu akishabatizwa, na hata sasa hivi inatokea, na hata majimbo mengine kanisa kuu lina baba askofu anafanya ubatizo wa watu wazima usiku. Ule usiku wakiwa wameandaliwa vizuri, wanabatizwa. Baada ya kubatizwa, siku hiyo hiyo, usiku huo wanapewa kipaimara. Hiyo kipaimara inakuwa ya pili. Usiku huo huo wanapokea komunyo takatifu, komunyo ya kwanza. Kwa hiyo huo ndio mtiririko unaotumika ubatizo wa watu wazima, kwamba wanaweza akabatizwa, akapewa kipaimara, akapata ekaristi. Sasa akishatenda dhambi ndipo anaenda kuungama, ndio inakuwa ya 4. Hilo tulishike, litatusaidia. Hasa sakramenti hizo tatu zinashikamana, zinafanya mtu Mkristo. Na Mkristo, neno hilo linatoka chanzo chake kwa Kristo mwenyewe, ikimaanisha Masiha, yaani yule aliyepakwa mafuta, yule ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura 10 aya 38 anasema maneno hayo. Sakramenti ya kipaimara basi ni ukamilifu wa ubatizo wetu. Kipaimara kwa Kilatini anaita confirmatio, ndio maana Kiingereza anaita confirmation. Hiyo confirmatio inadokeza kwamba ni sakramenti inayothibitisha ubatizo na kuimarisha neema za ubatizo. Katekisimu yetu namba 1289 inafafanua hivyo. Hivyo ni kuhakikishwa mwana kanisa kwa kupokea Roho Mtakatifu katika ukamilifu wake na kupigwa chapa ya muhuri usiofutika. Niwaulize, na hii bila shaka wote mnalifahamu, kwenye kipaimara yanatumika mafuta ya aina gani, au yanaitwaje mafuta ambayo tunapakwa leo kwenye kipaimara? Mafuta ya Takatifu. Safi sana. Na mafuta ya Krisma Takatifu yanatumika kwa sakramenti ambazo zinapiga chapa rohoni, chapa isiyofutika milele. Na sakramenti hizo zinazotumia mafuta matakatifu ya Krisma hazirudiwi. Nazo ni ubatizo, wakishabatizwa na kupakwa Krisma, basi amebatizwa. Hata kiasi akienda dini nyingine, madhehebu mengine, anabaki ni kubatizwa. Sakramenti nyingine inayotumia mafuta ya Krisma nini? Kipaimara. Safi. Na nikisha papa kipaimara kwenye paji la uso, kwanza naitoa mikono kwa Roho Mtakatifu, mnapakwa mafuta yale ya Krisma, kwa pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, umepigwa muhuri au chapa ya Bwana wetu Yesu Kristo isiyofutika milele. Hata kama kwa sababu ya ndoa au nini ukaenda kuoa au kuolewa na Muislamu au mtu wa dini nyingine, au kuhama dini, au kuibuka hata mwenyewe
Na ndio maana padre akiugua, padre mwingine anapoenda kumpaka mafuta ya wagonjwa, ampake huku mbele kwenye viganja, kwa sababu alishapaka krisma, yeye anapaka huku mgongoni, huku kwa nyuma, tofauti na waamini wengine, maana alipakwa krisma. Hizo ndizo krisma iweka wakfu, kumtenga mtu au kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndiyo maana makanisa yanayowekwa wakfu, ambayo yanawekwa mara nyingi vile msalaba, naona pia kwenu viko, si ndio? Naviona vile sehemu za kuweka mishumaa, vile ni ishara kwamba kanisa hili limewekwa wakfu. Na kanisa linalowekwa wakfu sio kanisa cha teremka tukaze chenye kifa na nini. Lazima askofu aridhike kwamba kanisa liko vizuri, maana likiwekwa wakfu litatumika kanisa milele. Wewe siku nyingine tuseme tugeuze, tujenge nyingine, tufanye ukumbi wa starehe. Likishawekwa wakfu, limewekwa wakfu kwa Bwana na kwa milele yote. Ndio maana askofu mpaka akubali kuweka wakfu anakuwa ameridhika kwamba lina viwango. Altare kama hii ya jiwe, altare inawekwa wakfu, altare ambayo pia imejengwa ni altare imara. Na siku ya kuwekwa wakfu, wale waliokuwepo au walioshiriki siku hiyo, kuna mwanga krisma kwenye altare hiyo, kunawekwa ubani na moto unawashwa, kunawaka moto, watu wanaimba litani ya takatifu ya watakatifu wote. Altare imewekwa wakfu kwa milele. Hatuwezi kusema sasa siku moja hii altare hatuipendi tugeuze hiyo puli ya kuchezea mchezo au kulia chakula, itakuwa ni kufuru. Hasa hivyo vitu vyote vikishawekwa wakfu kwa kutumika mafuta ya krisma, ni kwa ajili ya mambo matakatifu, mambo ya Mungu. Ndiyo maana sasa na ninyi mnawekwa wakfu leo kuwa kwa ajili ya Bwana, utukufu wa Bwana. Usikubali hata mara moja mwili wako ugeuke kuwa kufuru kwa Bwana. Ndiyo maana hayo ni mafundisho muhimu sana. Tataja pia ni mafuta mengine tunayotumia. Kuna ya katekumeni ambayo yanatumika wakati wa ubatizo, kabla ya ubatizo tuseme. Lakini pia kuna ya wagonjwa ambayo imetokea wakati mwingine watu wanayatumia ndivyo sivyo. Mafuta ya wagonjwa na yote haya mafuta ya wakatekumeni, ya wagonjwa na krisma inayowekwa wakfu yanafanywa siku ya Juma Kuu. Hapa Dar es Salaam tunafanya Jumanne katika Juma Kuu. Askofu wa jimbo ndiye anayeyabariki na kuweka krisma wakfu akishirikiana na mapadri wake. Ndiyo maana mafuta hayo sio ya mchezo. Siku hizo watu wanaoteshwa huko, mtu ameanguka, sio amepata kama mafuta gani nini na nini, mafuta ya upako, hayo ni ya huko. Usije ukachanganya na haya matakatifu. Na kwa kawaida jamani, mafuta ya wagonjwa yanatumiwa, anayeweza kuyatumia ni padre au askofu. Umeona mbele amezunguka huko anapaka mafuta, muulizeni vizuri, amepata mamlaka hayo kwa nani? Maana hata shemasi hawezi kwenda kumpaka mgonjwa mafuta. Pelekea sakramenti, msaada mwingine kumuunganisha na mafuta ya wagonjwa ni padre au zaidi ya padre, yaani askofu, kardinali, baba mtakatifu, ndio peke yao. Sasa mafuta ya mtaani anayoibuka siku papo gani, vingine viwekwa kwenye vichupa, watu wanagawiana kuchanganya kama ugoro, ibaki huko. Hivyo sio mtiririko wa kanisa. Na mtakumbuka Jumanne ya Juma Kuu, askofu mkuu kule kanisa kuu la jimbo aliongelea sana kuhusu heshima na matumizi sahihi ya mafuta hayo ya kanisa. Sihitaji kuifafanua zaidi. Nimalizie kwenu ninyi ambao kwa kipaimara mnapakwa mafuta ili muwe mashahidi wake Kristo. Alama hiyo inawafanya mshiriki vikubwa utume wake, hivyo akameendelea ulimwenguni kote na kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu ambao Kristo amejazwa nao, najazwa nao ili maisha yenu yote
yamechanganywa na manukato, na kwa kweli krisma inanukia vizuri sana, yamechanganywa na manukato, ili na sisi tuweze kumtoa Kristo, atutie muhuri wake, tuwe watu wake, tunukie manukato ya Kristo. Nafasi ya Roho Mtakatifu basi ni muhimu sana maishani mwetu. Roho Mtakatifu atakayempokea leo, kuwekewa mikono na kupakwa krisma takatifu, na yale maneno pokeeni muhuri wa Roho Mtakatifu, ni kama walivyopokea wafuasi walivyopokea siku ya Pentekoste. Yeye anawafanya mwe mashahidi wa ujumbe wa Mungu mnaopokea, ili dunia ijawe na kumjua Bwana, yaani tekelezo lile la enendeni ulimwenguni mote, mkaifanye hiyo kazi ya Bwana. Kujiweka chini ya Roho Mtakatifu ndiyo siri ya utakatifu na furaha. Roho ndiye kitivo na moyo wa muunganiko wetu na Mungu. Tuzame katika maongozi yake, ili Roho Mtakatifu huyo atufanye wajumbe wa Injili ya Kristo, tuweze kutangaza wokovu wa Mungu kwa maisha yetu, yaani maneno na matendo yetu. Kwa hilo ni angalizio moja. Siku hizi kama mnavyoona, kumeibuka si dini tu mbalimbali, madhehebu yanaibuka kama uyoga, ni sex naitwa kwa Kiingereza. Sasa hizo zinababaisha watu wengi, na wanaanza kimjanja ujanja. Mwanzoni wananendelea matakatifu ya Kanisa Katoliki, baadaye wanayachukua, wakishakuwa na wadanganya watu, wanaanza kutengeneza yao. Nakumbuka mwanzoni walikuwa wakiweza kupita kwa Kristo, wakapata mafuta ya krisma kidogo, ya wagonjwa kidogo, walikuwa wanachukua wachanganye na yao. Hasa walipokuwa wanaombea wagonjwa na kutumia mafuta hayo, watu wakaanza kupumbazishwa akili. Ni kweli yanaponya, wengine wanatumia na nguvu zao nyingine namna hiyo. Sasa wameshatoa habari, ukisikia kukanyaga mafuta na nini, naelewa matukio ya kiajabu. Sasa hivi tumeanza ka kitu kingine, nikaona tu kwenye hivi clip, lakini vikilipo na mambo ya akili mnemba sijui nini, wakati mwingine hatuna uhakika kwamba vyote ndivyo vilivyo, lakini yasemayo yale inawezekana. Sasa kuna hatari. Nishaona mchungaji mmoja ambaye kimsingi hawabai wala nguo za misa, lakini kuna klipu anaonekana sasa anajaribu kuadhimisha misa kwa kufanya mageuzi. Kwa hiyo namwona ana consecrate, yaani anakuweka wakfu mkate, hostia. Baadaye unamwona kwenye kusanyiko la wale watu anapita nayo anawagusagusa watu. Hiyo kitu kitaalamu inaitwa simulated idolatry. Simulated kutoka na neno simulare ni kukopi, ni namna ya imitation of genuine, ni kutengeneza fake. Anaanza misa fake. Akianza hizo misa fake, sisi tulivyokuwa watu wengine tunavyojua kupumbazwa, siku nyingine anatokea anaanza mnazoea, hamtofautishi hiyo misa fake ya huyu tapeli mafichoni na ile misa kamili ya Kristo Yesu Kristo ambayo amewafanya wajumbe wake waweze kuiadhimisha. Hii naliangaliza kwa sababu nyie ndio nguvu ambao mnakuwa sasa katika kupambana na mahangaiko haya ya dunia. Tuanze kuwa makini na vitu vinavyotembea katika dunia ya leo, ili tusirubuniwe au kuwekwa rehani au kwa imani yetu ya Kikatoliki rehani kwa ajili ya maigizo feki yanayotokea. Lakini najua vitu feki vinafungwa vizuri sana. Ukienda kununua spare hiyo feki, parking yake inaweza kuwa bora sana kuliko genuine. Sasa hivi vitu feki wakati mwingine vinavutia, na waangalizisha sana msije mkavutia haya. Mwisho nimalizie kwa kusema, utakumbuka Jumamosi ile ya tarehe 9 Mei 2026 kule Pugu, kituo cha hija, Baba Askofu
alizindua jubilei. Unajua ni jubilei gani ilizinduliwa? Ya miaka mingapi? Miaka 75 ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Siku hiyo walitangaza kauli mbiu ya jubilei hiyo kwamba itakuwa kufanywe upya na Roho Mtakatifu. Hebu tuseme maneno hayo. Basi tunapoingia kwenye jubilei hii ambayo ninyi mnaimarishwa tayari katika maandalizi hayo, kwa hiyo mtakuwa ndio wateja imara wa kutetea jubilei hiyo. Tunawaombea uimara, ili kama tulivyoshuhudia mashuhuda wengi sana waliotangulia kuleta imani, kuilinda, kuitetea hadi sasa hivi, sasa iwe ni zamu yetu sisi kumpokea Roho Mtakatifu leo hii, wanze kuwa Pentekoste mpya ndani yenu, awajalie upya wa maisha kwa njia ya mapaji ya Roho Mtakatifu. Nimalizie kwa mausia ya Mtakatifu Ambrosi, askofu wa Milani katika karne ya 4. Alikuwa na wahusia waimarishwa wake hii: kumbuka kwamba umepokea muhuri wa kiroho, roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, roho wa uchaji mtakatifu, na ukilinde kile ambacho umekipokea. Mungu Baba amekutia alama na amejaza amana yake Roho